they will not find it. But they will not find it. Watatafuta neno, watakimbia hapa na pale. Ini Amos 8:14. Watakimbia lakini watakosa neno. Imeandikwa wapi? Hapa ndani. So wakati inakuja Biblia inasema hii ni dalili tu. Tumeona dalili. Kanisa ishafungwa all over the world. Church is closed. There is no one who is preaching. There is no one who is teaching the word of the Lord. That's what the Bible says. The time will come. So Timothy inasema this is perilous time. This is dangerous time. This is harsh time. Many people are following their heart desire. Many people are doing or living according to their wills. So the Lord says, come back to me, turn to me. I will forgive you, I will heal you, I will change your life. Even though Biblia inasema, so God anatupenda hata kama tunafanya nini, hata kama tunafanya dhambi, hata kama tunafuata kitu ya ulimwengu, God anatupenda. Ndio maana leo God ametutuma hapa. It is God who sent us here. This is perilous time. This is dangerous time. This is harsh time. It is the time to surrender your life to Christ. Ni wakati wa kusurrender life yako kwa Christ. Unaona? Kwa hivyo tafadhalini kumbukeni Mungu kwa maisha yenu. Hebu angalia watu hawana kazi. Kazi imefungwa. Watu wamegive up for life. Lakini kitu moja nimekuja kuambia, Yesu anakupenda. The way you are, Jesus loves you. The way you are, Papa, Jesus loves you the way you are. Many people, they look at you and judge you, but He will never judge you. The Bible says this is the way that Christ was crucified. He was crucified because of you. He died on the Calvary because of you. So let us come back to Christ. Wacheni tukuje kwa Yesu kwa sababu anatupenda na anachange maisha yetu. Maisha ya pombe, maisha ya miraa, maisha yote tukiangalia vizuri na tukilinganisha na Yesu, gani ndio maisha ambayo inafurahisha? Maisha ya Yesu. Kwa hivyo wokovu ni bure. Hakuna pesa yenye unapatiwa maisha. Unaona, maisha ya milele, eternal life, without asking you any price. So Jesus loves you. That is what I came to tell you. Jesus, He loves you, He cares for you, He wants to transform your life, He wants to change you. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So kama hujaokoka, hii ni wakati wako. If you have not saved, this is your time. God can change you, God can transform your life. Kama hujaokoka, tafadhali, Yesu anataka kukuokoa. Kama mko na swali, maybe mnaweza uliza. Kuna mtu yoyote ako na swali? For now, tunasapa. If tunataka kubadilisha circumstances yenye tuko nayo, in which way tunaweza badilisha hii maisha yenye iko? Mungu ametuchapa kidogo ama? Okay. Unajua Biblia already inatuambia kuna wakati mtatafuta neno la Mungu na mkose. Kanisa imefungwa ama haijafungwa? Imefungwa. Kwa hivyo kila kitu iko kwa Bible. Ndio maana Mungu anataka sisi tumrudie. Anataka nini? Tumrudie. Asante. Asante sana. Biblia inasema watu wangu wakinirudia nami nitawarudia. Kwa hivyo tunamrudia kwa njia hii. Tunamrudia kwa kuomba msamaha na kuacha dhambi ambayo inatutenganisha na Mungu. Umepata jibu yako? Umepata jibu, lakini bado niuliza juu, tuseme kwa mfano tunasafari hii ugonjwa inaitwa coronavirus. Imekuja nchi moja ama yote, ni nchi zote zimekosea Mwenyezi Mungu ama tu ni nchi moja? Okay, coronavirus imeaffect world mzima. Si ndio? Hii imeaffect world mzima. Sasa sisi hata kitu enye tuna preach si about coronavirus. Tuna preach about Christ who can save you from coronavirus. The solution to make this ilikuja
coronavirus. Ndio. Kwanza kitu ya kwanza ilikuwa kuja hizi nini zinaitwa nini? Zige. Zige zimekuja. Hizo zilikuja. Hizo vizige kuja, zilikuja. Kwanza zikaharibu mmea. Haya, coronavirus ndio hiyo. Haya, kidogo mvua ndio hiyo. Si ndio? Simeua watu. Na hii kila kitu imeua watu. Imeua watu mpaka kwa ndio. Si ndio? Simewaua. Sasa ni nini? Ndio zile watu kana nike. Zote ziko prophesy. Zote ziko prophesy ndani kwa Bible. Hii ni prophecy iko kwa Bible. Si ndio? Sasa ni prophecy. Lakini hata nikwambie, hata niongezee kitu. Unajua ujaambiwa wache kunywa tei, Ujaambiwa uokoke. Ujaambiwa wache jaba, uokoke. Si ndio? Ujaambiwa wache kuiba, uokoke. Si ndio? Yaani hii direct ilikuja kwanza tuelewe. Sikiza kwanza. Ilikuwa. Lakini ujaambiwa wache zile vitu mbaya unafanyaga ndio uokoke. Si ndio? Mimi nilikuwa mtu wa tei, nilikuwa mtu wa jaba na nilikuwa mtu wa fake. Sikuacha. Nakuona vizuri sana tukua picha. Sikuacha ndio niokoke. Sawa. Nilienda church. Step by step unakuja una quit. Unaona? Ujaambiwa wache tei uende church. Ujaambiwa uache. Unakaa mdayo hivyo. Because Bible inasema cast your burden unto me and I'll give you rest. Jesus ndiye alisema, si ndio? Hivyo ndio Jesus alisema. So weka na mizigo zako zote venye tu huko tei, jaba, fegi hizo zote kama nazo kwa church. kama nazo. Hiyo ni mzigo. Jesus atakupumzisha. Hiyo ni mzigo. Kama saa hii uko na mtungi hapa ama tuseme uko na kimawe hapa, si ndio? Umebeba, si ndio? Uliekelewa, si ndio? Na ukifika pale huwezi toa mwenyewe. Nani atakuja kutoa? Si ni msee? Lazima uite msee atoe hiyo akusaidie. Hivyo sasa ndio Jesus hapo. Unakuja nayo Jesus anakutoa. Na hiyo atakupatia gani? Unajua atakupumzisha kwa njia hii. Wacha ndugu zetu, huyu ndugu unaitwa nani? Chelsea. Wacha Chelsea, I would like Chelsea to read the Bible for us. Kwa njia gani atakupumzisha? Yes, that is the way I want to. Asante. Sikia. In my people, we are called by name. By my name. Will humble themselves and pray and seek my face. Angalia, watu wangu wakinyenyekea na wakitafuta uso wangu and seek my face and turn from the wicked ways. Na wakiwacha njia zao za uovu, then I will hear from heaven. Nami nitasikia kutoka mbinguni. And I will forgive their sin. Nami nitawasamehea. And I will heal their land. Mimi nitaponya ardhi zao. Hiyo ni 2 Chronicle chapter 4 verse 17. Kwa hivyo njia ya kwanza, watu wangu wakinirudia nami nitawasikia wakiniita. Unaona? If my people turn to me and ask me, I will hear them. That's what the Bible says. So kwa hivyo njia ambayo God atakupumzisha ni hivi. Sasa sisi tumekuhubiria, tunakueleza injili. Nini kitu ambayo itakuokoa? Tunakuambia nawe ukifanya nini? If you turn from your sin and come back to God, He will forgive you, He will heal you. Angalia ndugu, it doesn't matter what you are passing through. It doesn't matter the sin that you have committed. As long as you surrender and come back to God, He will save you. Praise the Lord. Amen. He will save you. God loves you, brother. Did you know that? He loves you. Watu wataangalia mfuko, wataangalia venye uko, lakini watakufanya nini? Watakujudge. But God is not like that. He loves you. He wants to transform you. He wants to change your life. He wants to give you everlasting life. Hallelujah. So come back to God. This life is not good. It just sprinkled from far, but there is nothing good in the world. Right? That's good. Like now, see. This kind of life God wants to change. God anataka kuchange. Na God analove. Unajua God, angalia, God hates sin, but He loved sinners. Alimwambia Nicodemus, I have come to those people who are not
righteous but unrighteous people. Praise the Lord. Jesus loves you. Kwa hivyo kama leo unasema utasurrender, unaona, ukicome back to Jesus, he will change your life. If you are ready to receive Christ as your personal savior, ini wakati wako. Kwa sababu wacha nikwambia tu mzima ukweli, nitasema hapa nitachange. Ukitoka hapa sisi change, mimi nimeenda huko. Haya, wacha nikwambie. Wacha nikwambie. Haya. But you all that lakini wewe tuko naye kule tu. Haya, angalia ndugu. Wacha nichukue example moja. Wacha angalia. Biblia inasema Yesu atakufanya nini? Atakupumzisha. Sasa Msikanyage chuma. Uko na uzito, si ndio? Na anasema kuja na nini? Na mzigo yako, nami nitakupumzisha. Hii mzigo wewe usikae nayo hapa. Unaona? Utakuja nayo kwa Yesu. Ukikuja nayo kwa Yesu na hii mzigo, yeye ndio atakufanya nini? Atakupumzisha. Lakini ukikaa hapa useme kwanza wacha niwache mzigo ndio nikuje, it is impossible. Unafaa kubeba hiyo mzigo, unaleta kwa Yesu. Yeye ndiye atakutransform, si wewe utatransform. Wewe huwezi change, yeye ndio atakuchange. Unaona? Lakini kitu wewe unafanya ni kusurrender. Unasema Jesus,